Lakini sio kwamba mwalimu wa shule wewe kaa pale, wewe kaa pale, wewe kaa pale. Tumepata fursa ya kusikia baadhi ya sera ya wanamuziki ambao tayari wamepata fursa ya kugombea katika nafasi mbalimbali. Wapo wananchi wanaolalamikia sera zinazozungumzwa na hao wanamuziki kwamba si sera zilizosimama. Unadhani hawajapata nafasi nzuri zaidi ya kujifunza labda namna ya kuzungumza na wananchi katika kampeni zao? Unajua, kwanza tunaweza tukasema chama chetu kinaongozwa na katiba. Kwa hiyo sera zinatoka kwenye katiba yetu. Umeona? Huwezi ukaenda ukasema mimi nitaleta meli, unaita meli Kilungule bahari kwa wapi? Ushanifahamu? Kwa hiyo lazima utasema vile vinavyokuja ndo vilivyoandikwa kwenye katiba yetu, na hivyo ndo katika ilani yetu, katika ilani yetu vilivyoandikwa ndio hivyo vinavyosababisha wewe ukavizungumzie kule. Kwa hiyo sisi tuna ilani yetu ya chama ya 2015 ilikuwepo na hii ya 2020-2025 ipo. Kwa hiyo haiwezekani wewe ukaenda kulopoka vitu vingine huko. Mfano mdogo, mimi kauli yangu mbiu au moto wangu kule nasema Fela na mimi tuijenge Kilungule. Sasa kama uelewi wewe mwananchi sasa. Lakini tukija kwenye kuainisha vitu ndio lazima tufungue ilani yetu na tuanze kuzungumza Kilungule kitafanyika hichi, kitamalizwa hichi hatujaanza, hichi tutakifanya. Wapo vijana ambao wapo tayari kwenye nafasi. Wanataka kujua Mkubwa Fella aliweza vipi kumanage kwenye muziki, lakini pia kumanage wasanii, aliweza vipi pia kumanage upande wa siasa. Unawaambia nini? Muziki unasimamia watu, japokuwa linakuwa kundi dogo, lakini siasa unasimamia watu, lakini watu wengi. Kwenye roho zinakuwa zile zile tu. Lakini je, kwenye ufanisi na kwenye kujitoa, lazima ujitoe sana kuliko kujifikiria wewe. Unafahamu? Hiyo ndio unaweza ukaaminiwa zaidi. Ndio maana ukuta mtu ndani ya miaka 2-3 watu washamchoka, wanataka wengine. Lakini mimi kwangu nimepita kwa sababu naonekana kabisa huyu mtu wa hivi. Alafu na chengine, mimi katika maisha yangu sijawahi kujigrade, kujiona mimi ni mkubwa. Mungu anasema sisi sote ni mavumbi na tutarudi kwake. Sasa mimi leo nijionyeshe kwamba mimi mtu fulani. Sasa mtu mwingine akipata mamlaka naye bwana, hata koti lake linakuwa la kimamlaka, kiatu chake kinakuwa cha kimamlaka, kofia yake ya kimamlaka na mikogo ya kutembea ya kimamlaka. Ile ndo anafeli na watu wanachukia huko mtaani. Na rudi. Ila nikimaliza ndo tumemaliza. Siku kama wiki kadhaa kama wiki anasema anatamani kufanya jambo moja na anatamani unafikiri hilo swala limefikisha kama amefikisha nimezungumza mwanzo, yani hicho ulichoniuliza ndio hicho nilichozungumza mwanzo. Mara nyingi wasanii wenyewe waji organize bana, sisi kwa sababu walikuwa wamegombana, wametiana magumi au wametiana visu, kubalianeni, alafu mkileta kwenye management sisi tunatoa maamuzi. Mara lakini kama mke wengine wakivimba, wengine wako chini, wengine wamevimba, hamwezi mkajenga taifa lenu. Tunasema siku zote gorofa la maendeleo alijengwa kishingo upande. Naam. Chama kimerudisha. Kwanza wewe sio mwenyeji wa Kilungule. Nikufahamishe, maana ukiuliza vitu venye sensitive, watu wanaekaa kwa kusikiza vyombo vyenu mpate kujua. Hiyo sehemu unayosema haipo kabisa kwenye kata ya Kilungule. Nisikilize basi kwanza. Unaongea na diwani, uongee sikurupuke tu. Mimi nakupa mipaka yangu, alafu kama utajua na wewe mwenyewe, kumbe naongea hapo. Unaposema ni kata ya Kiburugwa na kata ya Buza, sio kata ya Kilungule. Unaposema kwa Mparange, si kata ya Kilungule ile. Ushanifahamu baba? Kwa hiyo ujui, maana yake pale iko mtaa wa Mwinyi. Mtaa Mwinyi si Kilungule. Kilungule inaanzia mtaa wa Kilungule. Pale kwenye jengo la CCM ndo panapoanzia Kilungule. Sawa. Sikiliza. Ila tunachokifanya sasa hivi, kwa sababu serikali ya CCM ndio serikali ya kote, hilo daraja ndio huo mradi nilosema wa bilioni 19. Hata ukipita kesho ndio maana unakuta pale kuna watu wamedrill wanapima mchanga limadi tujenge hilo daraja. Sawa mkubwa, tumeona issue ambayo inaendelea sasa hivi mitandaoni kuzungumziwa sana. Ni issue kutoka Kenya. Meneja wa Tanasha bana analalamika kwamba kama Diamond hivi ama Zuchu, msanii wa Diamond, kwamba amecopy vitu fulani kwenye muziki wa Tanasha, lakini pia
anasema kwamba nguvu kubwa inatumika sana kwa Diamond ili kumshusha Tanasha. Ukiwa kama manager pia ningeomba kupata neno lolote kutoka kwako. Diamond anatumia nguvu nyingi kumpush Zuchu ili kumshusha Tanasha. Mimi unajua hivi vyombo siku hizi kila mtu anajifanya yeye mwandishi wa habari au kila mtu yeye anasema mimi naweza nikaongea kwenye vyombo. Mimi siamini kwa sababu Diamond na mzazi mwenzie hawajatakana kwenye muziki kwanza. Hilo mimi najua hilo. Hawajatakana kwenye muziki. Muziki ulikuja baada ya kuonekana kwamba huyu mzazi mwenzangu naye ni msanii, waacha na mimi niende naye ni msupport. Lakini tukija kwa nani? Kwa Zuchu jua na miaka 4 WCB, so leo ule. Shanifahamu. Kwa hiyo mwisho wa siku kwanza sijaona hiyo mnaniambia, so tena baadaye Fela akasema hapo. Mmeniambia nyinyi iko official kabisa imefanyika. Sijaona. Lakini sasa maana yangu kwamba Zuchu ana miaka 4 ya kufanya muziki. Sasa kama ana miaka 4 sio leo kusema kwamba bwana wewe mbona anaongezewa nguvu sana. Alafu yupo under record pale, under record label. Kwa hiyo sala msingi lazima asapotiwe kwa sababu kishafika mjini. Sasa mtu kafika mjini tumwache. Lazima twende arudishe kile kilichotoka na kweli na leo hii kishapanda ndege kaenda Arusha kufanya show. Kwa hiyo la msingi twendeni tujue nini kinachotakiwa kuzungumza kwenye media. Tusikurupuke. Mimi nadhani Nasibu na mzazi mwenzie walikuwa wake, yani walikuwa mtu na mkewe au mtu na mpenzi wake. Muziki ulikuja baada, lakini yule mtoto wa watu huyu Zuchu yuko muda mwingi miaka 4 kwenye sanaa pale na kila siku alikuwa tunamuona nyuma anaimba kwenye live back vocal tu. Sasa hivi Mungu kamfungulia na Diamond kasema haya twende. Na pia baadhi ambao wanamlinganisha labda Zuchu na wasanii wengine wa kike na nini ni kuwa na zile za kulinganishwa sana. Pia hiyo unaichukuliaje kwa upande wako ukiwa kama mkongwe pia kwenye game ya muziki wa Bongo Flava? Kwanza naona ni kosa kumfananisha Zuchu na msanii mwingine. Zuchu ni msanii mdogo, mpya, huwezi kumfananisha na msanii aliyokuwepo zamani. Kila mtu ana pati yake. Alotangulia katangulia. Hata sisi tunamtengenezaga Zuchu kwamba wewe walotangulia wote dada zako. Wewe walotangulia wote wakubwa zako. Ila pambana na wewe uwasogelee. Kitu kimoja cha kipekee pia ambacho naamini Zuchu anacho wasanii wengi wa kike pia hawana. Na unajivunia ukiwa kama moja kati ya members na founders wa WCB. Kitu ninachojivunia siwezi kusema wengine hawana, ila nilichokikuta kwa Zuchu labda niseme kwamba ile kuandika mwenyewe na kuimba mwenyewe na kutafuta melody mwenyewe. Anazilaumu record label sababu mwenyewe chini ya label kwamba zinyonya wasanii na wewe ni kiongozi mmoja wa sana. Naam. Wewe ili unazungumziaje kwa mtazamo? Unajua mitazamo nayo inatofautiana hii. Huyo Kanye yeye mwimbaji, mimi ni msimamizi. Sasa inawezekana yeye yuko sawa katika sehemu yake. Alafu na mimi naweza nikasema kumbe niko sawa kwenye sehemu yangu. Alafu tukiangalia Marekani na kwetu huku tunaweza tukawa tofauti. Unajua sasa hivi watu wengi wanatafuta tangu sisi tuseme tutachukua sanii tuliokuwa nao kwanza afike mjini. Uje wengi wamepwaya watoto. Wako wengi mtaani. Sasa je, waliokuwa mtaani wanayotaka lebo na wale utasemaje? Kwa hiyo wale wanasema lebo ni bora kwa sababu msanii anashikwa mkono mpaka anafika mjini. Lakini yeye anahangaika leo CD mkononi, flash mkononi, hajui bodaboda atapata wapi, hajui nitavaa vingo vizuri wapi, hajui mwandishi wa habari nitampataje. Yule lazima aone lebo kitu bora kuliko kuhangaika mwenyewe. Sasa sijajua Kanye kwa nini kasema hivyo, lakini kwa sisi kwa Tanzania mtu akiwa lebo sasa mwanamke alolewa kwa ndoa. Sasa na maisha mazuri. Okay, Fela inabidi niulize hili pia. Mimi napenda sana kuuliza yale ambayo wengi labda huyazungumza mtaani. Tumewahi kusikia skendo moja ambayo nahisi tuseme kwamba inakutafuna kwamba kulikuwa na unyonyaji kwa wasanii ya Moto Band kipindi kile. Hili neno nafikiri bado lina utata na wengine bado wanaamini katika hilo. Lakini kwa sababu leo tumekuwa blessed kukutana nawe, ningependa uondoe utata katika hili. Ilikuwa ni kuanzia kwenye nyumba zao zile kwamba Fela alikula hela fulani ya campaign ambayo alipewa na nini. Haya maneno gani yamekaa vipi na unaweza kuwekaje sawa hivi? Kwanza mimi nikukujibu nikiamua tu kukujibu, lakini hakuna linalonitafuna kwa sababu mwisho wa siku mtu namchukua from scratch kuja hapa. Sasa wewe mwenyewe chukulia hata wewe baba yako mzazi ndio awe Fela. Wewe mwandishi wa habari wewe. Anafanya hivyo kuanzia mtoto alipomtoa mtaani, anamsomesha, anamkuza, anamfanyisha awe star, alafu Fela asili atashimia. Ipo hiyo, au baba yako asili atashimia. Kwa hiyo vitu vya uongo. Leo hii kila mtu kamweka baba yake kule anakaa kwenye hizo nyumba. Umeona? Ni vitu vya kipuuzi na siwezi kuongea kama hivyo. Muda umeisha sana. Maana tunazungumzia kitu cha 2016.
unakuja kuongea na 20 ni ujinga. Mahusiano lakini yako sawa na members wote walikuwa nakamilisha ya Moto Bendi. Mwanangu, mtu yoyote mwanangu anakuja, sio yule tu, kuna wengine nyewe mwajui, wasanii tena washakuwa wakubwa. Wewe unajua kama Jux ndiye alikuwa msanii wangu mpaka leo niko naye. Yaani wasanii wengi niko nao, kina Feruzi au kina nani. Mimi ni mlezi, ni mzazi na ndo meneja wa kwanza. Sitomnunia mtu niseme nanuna nini. Wakati mimi kazi ya Mungu ukifanya, Mungu mwenye kazi ya Mungu ukiifanya ina malalamiko kwenye misikiti huko. Sasa mimi naifanya kazi ya kishetani nisipate malalamiko. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi tumeona wacha twende tuwapush hawa waliokuwa mikononi kwanza wafike mjini. Wasanii wengi sasa hivi wanaenda kugombea tunaona, lakini kwenye crew yako ulionayo, kwenye timu yako Wasafi, kuna mtu ambaye ana spirit fulani unaona ya uongozi ndani yake lakini hajaamua kufanya? Kwa sasa hivi kwanza bado mzidi ya ule Tale, lakini wengine bado. Nisiongope. Asante kwa muda wako. Nashukuru.